sababu mmesimama kudai haki. Kaka yangu hapa amesema nimelianzisha mimi, wala sikatai. Nililianzisha ili wafanyabiashara waingie mkataba na halmashauri na walipe tozo kwenye halmashauri. Mashiri anajua yeye, mpaka leo choo kile ameshikilia halipi. Sasa ndio ulikuwa mgogoro wangu na wafanya 2015-16 mlisaini mkataba na mkalipa ushuru wa shilingi 10,010 na halmashauri. Sawa jamani? 30 mwaka 10,10 mlianza. Sawa? 16-17 mlisaini na mkalipa 10,010. Si ndio jamani? 30. Sawa? 15-16 mlilipa 10,010. 16-17 30. Na leo 17-18 mko tayari kulipa 30,000. Hatuna mgogoro. Mimi kama mbunge, sijui tumeelewana. Na sasa hivi kabla sijaja hapa nimepita ofisini kwa DC. Nimemkuta DC pale ana watu ndani mule, nikaingia. Nimemwambia mimi demand yangu ni mambo machache sana. Mimi nimezaliwa Nzega na nimemtolea mfano mzee Kulabuza mule tukiwa kwenye kikao. Wazee waliojenga vibanda ambao bado wana vibanda vyao sasa hivi ni wachache, wengi wameuza. Je, mnataka kuignore hawa watu waliouziana vibanda? Hamwezi, kwa sababu hii ni investment. Nikamwambia la pili, serikali ndio yenye eneo, si ndio? Mimi nimejenga, mimi nikikodisha na kulipa tozo yako, what is your problem? La tatu, nilitaraji leo halmashauri inasema sasa tumekuwa na mikataba miaka 2 mfululizo, si ndio? Tufanyeni tathmini, tujue uwekezaji wa kila mtu, halafu unapotaka kufanya transfer ya ownership nihusishe na mimi mwenye eneo. Sawa kabisa. Umenielewa? Lakini siku wewe unasema nahama Nzega na hamia Kahama, unakuja kuniambia hata kwenye partnership ya biashara ni hivyo. Mtu wa kwanza unayemuuzia share ni partner mwenzio. Kwamba leo mimi nataka kuhama Nzega, kibanda changu nimekinunua mwaka 2015 kwa shilingi milioni 10. Nimefanya kazi miaka 3. Tulishafanya tathmini, milioni 10 hii ni sawasawa na miaka 7, miaka 10, miaka mingapi? Sawa? Nimeshatumia miaka 3. Leo nataka kuondoka Nzega. Halmashauri, unaweza kunirifandi hela yangu? Hapana, siwezi. Mimi na mteja Mashiri huyu atachukua hii miaka iliyobaki, ananipa fedha yangu. Sawa kabisa. This is the practice ya business. Nimemwambia DC kwamba hatutaki wakodishi. Mimi natolea mfano pale Mlimani City, lile eneo ni la chuo kikuu cha Dar es Salaam. Sawa. Aliyejenga ni kampuni ya South Africa. Lakini yeye kwani ndio NBC? Hapana. Yeye ni NMB? Yeye ni Shoprite? Yeye ni nani? Sikakodishia watu. Si anakilipa chuo kikuu tu tozo walizokubaliana. This is the business. Leo tunawataka nyinyi mkajenge stand mpya, mtaenda nyinyi? Kwa hiyo siungani na nyinyi eti kwa sababu ya kisiasa. Naungana na nyinyi kwa sababu ni haki yenu. Huu ndio msimamo wangu. Jana nimeongea na mkuu wa mkoa, tumebishana sana. Perception iliyojengwa ni kwamba nyinyi hamko tayari, mmefungiwa kwa sababu hamlipi leseni, hamlipi service. Wafanya biashara kwa pamoja. Mmenisikia jamani? Kwa hiyo sisi tutaenda, yasipokubaliwa haya, mimi nataka niwaambie na nisikia kwamba mnachangisha kuhusu kulipa lawyer. Mimi nitalipia gharama ya lawyer,
tutaenda kuitafuta haki before sheria. Sitaki kuhamasisha kuvunja nini? Amani wala sheria. Sijui tumeelewana jamani? Kwa hiyo mimi nataka niwatie moyo. Sawa jamani? Katika hili tuko pamoja. CCM iko pamoja na wafanyabiashara, na mwenyekiti wa CCM wa mkoa nimemuomba aje, anaingia leo mchana hapa. Sijui tumeelewana? Tutaenda kwenye meza ya majadiliano. Mimi msimamo wangu ni mmoja tu, wafanyabiashara hawapingi kulipa ushuru. Sawa? Wafanyabiashara wana tatizo na terms zilizomo ndani ya. Kwa hiyo swala hili tulijadili. Kabla haujaanza huu mgogoro, na maana alituitisha na akaitisha nini madiwani, unasikia, akaitisha madiwani kwa posho zake, kwa fedha zake, ndio huu mimba uliotulia mpaka leo tunajadiliana. Kwa mimi nilikuwa nakutii, ila kwa sababu naona kama anatoka ya kweli hivi, na mimi namunga mkono, wala haina shida. Miaka iliyofuata tuliendelea tukiwa kwenye mabati, lakini kukatokea kuungua kwa vibanda, na vibanda hivyo vilipoungua, hatua ya mwisho mwenyekiti wetu akiwa marehemu Bukeke na marehemu Makembe wakaenda halmashauri kuiomba kwa ajili ya usalama, na ndipo halmashauri karuhusu na tukaendelea kujenga kwa ajili ya usalama. Haikuandika barua kwa sababu waliamini na wazee wakati ule, ndio waliamini na halmashauri. Na tulipoendelea stendi ikajengwa hapo mahali ambapo stendi ipo. Kwa hiyo ndio maana waliruhusu kujenga bloko, hawakuandika kwamba watu wajenge kwa mabati, na ndipo tukaendelea katika hali hii. Sasa inapoonekana kwamba sisi tofauti za mambo mengine, lakini kwa wakati huo mpaka tunafika hivyo, ilikuwa utaratibu ni wa amani na maridhiano kwa mazungumzo. Kwa hiyo kwa namna nyingine huenda tu kwa sababu mara nyingi wametambua wawekezaji kama rushwa, lakini sisi hawatutambui kwa jinsi, na hasara tuliyoipata rushwa, sijui hata mji huu tunafaidika nini. Lakini tuombe sisi kama wawekezaji ndani ya nchi yetu tupate fursa ya kutambuliwa kwamba tumewekeza, na ninakushukuru kwa sababu hilo umelitambua, na ukiendelea katika hali hiyo tutaendelea vizuri na tutafanya kazi vizuri. Sisi sio watu wafujo, watu wanzembe. Migogoro kama hii inapoanza, kuna mahali inakwenda kuumiza, na kama ambavyo tumeshuhudia kwenye kikao cha tunazungumzia kweli, inaweza ikatokea, lakini tunaomba kwamba isitokee. Ndio maana tumeshuhudia kikao cha jana, baada ya kufikia mwafaka watu wanaondoka. Mimi ombi langu la pili, nilikuwa naomba hebu tusaidie ushauri wa kisheria kwa wale wanasheria. Hivi TRA inapokuja malipo tunalipa TRA huwa tufungiwi, lakini malipo ya halmashauri yanaambatana na kufunga, tena linawekwa kufunga. Alafu huyo mtu unakuja kumdai, ni sawasawa una ng'ombe unamkamua, alafu maziwa yamepungua, unaamua kukata kabisa chuchu. Sasa mahayo maziwa sasa akija kupatikana yanapokea njia ipi? Mimi ndio ninalipa shida sana. Hebu tusaidie ushauri wa kisheria na wakuja kuwasaidia watu hawa, lakini haitoshi. Mheshimiwa Mbunge, hii serikali sasa ni kero. Kwa lugha nyingine nifupishe, kwa maana gani? Kile unapoelekea ni kilio, wafanya biashara tunapigizwa. Sasa niombe, hebu tutafute ushauri wa kisheria wa namna ya mtu anaweza akalipa kwa haki kabisa, kwa namna ambapo mtu anaweza akalipa kwa furaha, kwa namna ambapo kwanza ingekuwa inatokea hata kwamba bwana, hao wafanya biashara wanapewa semina, unawapa motivation, unawapa motisha, unawatia moyo watu wanaochangia pato la taifa. Kuna kitu kimoja cha msingi sana ambacho hata jana kila mfanyabiashara hapa alikisikia. Wanachotaka ni kuchukua kodi nzima 1,00,000
na nusu au 1,20,000, si ndio jamani? Sasa angalizo, tunaweza sawa tukamilikishwa tukakaa miezi 6 mkataba ikaisha, ukaambiwa ulipe 1,50,000. Sasa yule mpangaji unayotaka kumweka utamweka kwa shilingi ngapi? Kwa hiyo naomba hilo nalo uwe nalo kichwani wakati unakwenda kule kukaa sawa. Mabadiliko ya ushuru ni maamuzi ya baraza la madiwani. Sikilizeni jamani, mimi misingi inayoniongoza ni haki, sawa, namba 1. Sijui tumeelewana. 2, mimi sijachaguliwa na serikali. Sijachaguliwa na serikali. Mimi nimechaguliwa na nani? Na wananchi. Kwa hiyo msingi wangu wa kwanza ni haki. Kama na 1,50,000 Mama Chua, tukaja tukakwambia ndio tumepitisha baraza la madiwani, ujue na mimi mbunge nimeipitisha. Lakini nataka niulize hivi, unataka uchukue kodi 1,50,000 uitoe wapi? Maana yake ni kwamba tuchukue vibanda sasa. Ndio vya kweli. Kwa mimi nadhani haya tuyaache. Sisi ngoja tuende tuone hizi negotiations zinafika wapi. Tusipoelewana kwenye mjadala, nataka niwaambieni kwamba sheria zipo. Sijui tumeelewana. Tuta form small team, ipo naambiwa tutaenda mahakamani. Sawa, tukapate tafsiri ya mambo mengi, sio tu hili la vibanda. Tutaenda kupata tafsiri ya service levy mahakamani. Sijui tumeelewana. Tutaenda kupata tafsiri ya property tax. Saa ngapi inatakiwa ipigwe faini, saa ngapi isipigwe faini. Wala hamna shida.